بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila ya durus almanhajia, leo biidhnillah ta'ala watuzungumzie at-tasfiya wat-tarbiya. Lakini kabla ya kwenda huko, kuna msingi mmoja muhimu sana katika misingi ya da'wa salafia almubaraka, ambao kuna umuhimu wa kuugusia kwa sababu una mafungamano makubwa sana na maudhui ya at-tasfiya wat-tarbiya. na maudhui yenyewe ni al-ilm, utukufu katika hii dunia na kesho akhira hauwezi kupatikana katika huu umma mpaka waislamu waisome dini yao na kuifuata. Kwa sababu tumesema kuwa ni muhimu maudhui hii kwa sababu ni asli ya amali, ni ilmu. Bimaana mtu hawezi kufanya amali isipokuwa baada ya kusoma. Wengi katika walinganizi wa kihizbi na hizi harakati zilizoko katika saha waliona nashat kubwa waliokuwa nayo kufara, nashat katika kupoteza watu, nashat katika upande wa media, nashat katika pande sehemu mbalimbali. fadhannu anna siyadatahum tarji'u ilayhim bimujarradi muqabalat nashatihim binashatin aqwa minhum. wao wakaona ili kuregesha utukufu katika huu umma ni kukabiliana na nashat waliokuwa nayo kufar kwa nashat iliyokuwa na nguvu kuliko ile. Kwa hivyo wakaelekea na kukabili ile nashat, fawajjahu kulla ma yamlikuna min wasail limujaratihim wa ahmalu al-ilm ash-shar'i ihmalan fahishan. Na ndio maana utaona wengi katika maduati wa kihizbi wako tayari kutanguliza, na tukisema hivi sio kuwa ni haram, la, kusoma dunia, lakini mara nyingi utawakuta watanguliza kusoma dunia kabla ya dini. Na ndio utaona mtu anatoa khutba ya Ijumaa azungumzia matokeo ya darasa la 8 la wanafunzi, matokeo ya kidato cha 4 ya wanafunzi. Kwa nini iko hivi, kwa nini iko vile? Lakini huwezi kuona hata siku moja akizungumzia matokeo ya wanafunzi madrasa, watu wamekuwa wafeli sana kwa mfano, au tufanye nini kuboresha madrasa zetu katika manhaji na vitu vingine. Kwa kukawa na ihmal fahish jiddan katika masala nini ya ilmu ash-shar'i. Lakini hawakufahamu kitu kimoja, kuwa vile watakavyojipanga katika kukabili hii nashati ya kufara. Na ndio maana mkawasikia wale wengine wakisema kuwa mwataka kutawala alafu hamjasoma elimu ya dunia, watu wataka kuvumbuliwa, watu wataka kadha. Ndio hiyo fikra tunaizungumza hapa. Watu wakasahau kuwa
kutawala katika huu ulimwengu kwa wale wa mwanzo waliotawala, walitawala kwa ilmu Allah aliyowapa ya kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tuyazungumza kwa porojo tu hivi ama tuna dalili? Sikiliza dalili za Qur'an, achana na maneno mahizbi, msikilize Mola wako akwambia nini. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى هو nyanyua wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa ilmu, na ilmu hapa yakusudiwa ilmu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala hawa amewanyanyua daraja nyingi sana juu. وقال الله سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء، هم nyanyua daraja yule tunayemtaka sisi. Haya ndiyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa Allah subhanahu wa ta'ala humnyanyua daraja yule anayemtaka kwa ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ukitizama utakuta kuwa kuna adilla nyingi sana zinazozungumzia fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake waliosoma sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullah katika kuifasiri aya narfa'u darajatin man nasha, qala rahimahullah bil ilmi, humnyanyua daraja yule tunayemtaka sema kwa ilmu. وهذا أخذه مالك من شيخه زيد بن أسلم. nafikiri msilete ubabaishaji mkasema kuwa hizi aya ya kusudiwa pia ilmu ya dunia. Sijui alikuwa yajua physics Imam Malik aliposema haya na chemistry na nini, na tukisema haya sio kuwa ni haramu kusoma hizo ilmu, la, lakini si hizi, sababu ilmu hizo zina pande mbili. Mtu aweza kupata ajiri ikiwa nia yake ni nzuri ya kuiwafanya kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kunyanyua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna ilmu nyingine ambazo ni fardh kifai kama tib na nyinginezo. Lakini huwezi kusema kuwa hizi dalili za kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam zikizungumzia ilmu za kusudia ilmu ya kidunia, kwa sababu ilmu ya kidunia waweza kuisoma kwa ajili ya dunia na usipate dhambi. Bimaana mtu aweza kusoma udaktari kwa mfano ili awe daktari apate pesa tu, wala halaumiwi katika hilo, sababu ni katika ilmu za kidunia. Lakini ilmu ya kisheria ni lazima uitafute kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ilmu inayokusudiwa hapa. وهذا أخذه مالك من شيخه زيد بن أسلم رحمه الله، فقد قال رحمه الله سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. اللهم ينيوك وهي علم يلي أن يمتاك هapa duniani. Kwa ilmu ya kisheria ni sababu kubwa ya huu umma kuregesha nusra na kuregesha izza ambao wameipoteza kwa muda mrefu. Na ndiyo maana ukakuta da'wa salafia imeushughulikia sana msingi huu wa kusomesha watu. Na juzi nilitaja na leo nataja tena, enyi mnaokaa kuwasikiliza walinganizi wa kizushi katika mahizbi wengineo, hebu waambieni wawasomeshe angalau katika tauhid, wasomeshe al-usul al-thalatha al-qawaid al-arba', wawafundishe nawaqidh al-islam, wawafundishe milango ya tahara, swala. Nakumbuka mmoja katika khawarij, sisi tusoma kitabu at-tahara katika Umdatul Ahkam Masjid Ziwani pale,
umma yuko vipi, nyinyi mkaa masoma tahara. Na wengine nasema watu wamefika mwezini, nyinyi mmekaa masoma tahara. Subhanallah, leo tuwaona wote wajifundisha milango ya tahara, kuosha mikono na nini, hayo warudi kule kule, wamerudi kule kule kwenye tahara. Corona ikawaregesha. Kumbe ilikuwa kuna umuhimu wa kusoma milango hiyo. Mmerudi huko kusoma tahara kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo imekuwa kila mtu asema Mtume sallam alifundisha mambo haya huko nyuma alayhi salatu wassalam. وهذه الرفعة تكون في الدنيا قبل الآخرة. na rif'a hii na izza hii ni hapa duniani kabla ya akhira. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akizungumza kuchaguliwa kwa Talut kuwa ndiye mfalme juu ya mabwana waheshimiwa Banu Israila, sema waqala lahum nabiyuhum, na nabii wao akawaambia, inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, hakika Allah amemteua Talut kuwa mfalme juu yenu. Walijibu nini wale watu? qalu anna yakunu lahu almulku alaina, hawa mabwana wakamjibu, vipi tena atapewa ufalme au atakuwa mfalme huu juu yetu, wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu, na sisi tuna haki zaidi kupata ufalme kuliko yeye. Walam yu'ta sa'atan min almal, naye hakupewa wasa' katika mali. Muona dunia kweli, hakupewa dunia lazima uwe nazo ndio utawale. Hakupewa dunia, mpaka hawa wakasema hiyo, waona ni dosari kwake. Akawajibu, qala inna Allaha astafahu alaykum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemteua yeye juu yenu na amemzidishia ukunjufu wa elimu na kiwiliwili. wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala humpa ufalme wake amtakaye, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye wasa na mjuzi. Kwa tuona hapa kuwa Talut alipewa ufalme na uongozi kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nayo, ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siri ya izza ya huu umma ni watu kushughulishwa katika kuisoma dini yao na kuifahamu na kuifuata. Hii ndio siri ya izza. Yani haya maneno pia utampata hizbi atazungumza asema makosa. Hawa jamaa wataka mwende wapi nyinyi? Wallahi mimi nakwambia haya maneno ninayozungumza, ili mradi tu mtu apinge, atasimama mmoja katika mahizbi hawa atazungumza. Lakini uzuri wanaozungumza ni wale ambao hawamu wale. Sasa huwezi kutupa lawama wewe. Ndio ule msemo nikawaambia, mtee khuliqti ya Nasr قال البارح العصر, unzaliwa lini Nasr asema jana la asiri. Basi nyamaza wewe, jana nyamaza tu. في صحيح مسلم, chukua na hii baada ya yale, عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان. نافع alikutana na Umar katika sehemu inajulikana kama Usfan. Sikiliza vizuri maneno haya. وكان عمر يستعمله على مكة أي جعله واليا عليها, na Umar amemweka huyu ni wali, kiongozi wa Makka. فقال من استعملت على أهل الوادي, watu wa bonde la Makka umewaachia nani huko wewe umeondoka? Nani huko kiongozi baada ya wewe kuondoka? قال ابن أبزة, nimewaachia bwana mmoja anaitwa Ibn Abza. Qala waman Ibn Abza, Umar hamjui huyo Ibn Abza nani? Qala maula min mawalina, ni mtumwa katika watumwa wetu.
qala fastakhlafta alayhim maula, umewaekea kule watu wa Makka maula, mtumwa ndio yuwatawala kule. qala innahu qari'un likitabillahi azza wa jalla, sikizeni maneno, ni msomi anayejua kukisoma kitabu cha Allah azza wa jalla. wa innahu alimun bil faraidhi, ay alimun bil mawarith, ajua ilmu ya mirath. qala Umar ama inna nabiyakum sallallahu alayhi wasallam qala, mtume wenu sallallahu alayhi wasallam asema, inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin, Allah wanyanyua kwa kitabu hiki watu na wengine akawaangusha na kuwaweka chini. Na ndio maana ule mwelekeo ule wa kusema kuwa izza itapatikana kwa watu kusoma dunia peke yake wakiwa hawaijui dini yao, sisi tuukataa mwelekeo kama wote ukataa, bali tunasema jambo la kwanza mwanzo ni kusoma dini yako, kisha mengine atafuata. Si haram kwa mtu kusoma dunia yake, lakini atakikana mwanzo kabisa aisome dini yake, aifahamu. Ndiyo chanzo cha izza ya Muislamu, aisome dini yake. Na ukitizama katika kitabu cha Allah utakuta aya nyingi sana, na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta dalili nyingi sana, ambapo tutazungumza kwa kifupi tu, kwa sababu ni kama ngazi tuiweka kuja kuzungumzia mada ya at-tasfiya wat-tarbiya, ambao ni msingi muhimu katika hii dini, katika manhaj ya da'wa salafia. Na ukiona kuwa kwa nini leo kufar ndio wamekuwa wametawala na waislamu wako chini, wadhulumiwa kila mahali, kuna maneno mazuri ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Al-Fawaid, naomba niyanukuu kisha nikunje mkeka niondoke. قال ابن القيم رحمه الله تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. سيا منينو سيما تالله نأبك الله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي, kwa hakukufanyia uadui adui yako isipokuwa baada ya kuwa amekupuuza mlinzi na kukuacha. Allah amekuacha, ndio maana adui yako akawa juu yako. fala tadhunnu anna shaytana ghalaba, usidhanie kuwa shetani ameshinda. walakin alhafidha a'rada, lakini mwenye kuhifadhi amekupuuza na kukuacha kwa sababu ya kujiweka mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio udhalilifu uliotupata leo. Kwa hivyo ikiwa kweli huu umma tunataka kuurejeshea izza yake kisawasawa, watu wajishughulishe katika kuwafundisha watu dini yao, waifuate, ndio masdar ya izza yao. Na yoyote anayezungumza sana uko nje, wako watakaozungumza uko nje, muulize angalau basi usulu thalatha, tufundisheni jamani. Maana hawa masalafi mnaowazungumza wasema wao kweli, lakini wana darasa nyingi wasomesha, na watu wakafaidika na wakaijua dini yao, wale wanaoipenda haki. Ama ikiwa mtu amejichagulia yeye kuwa hataki kusoma, sasa wewe huwezi kumlazimisha. Lakini alhamdulillah hawakuacha fani, isipokuwa wamechangia katika kuwafunza waislamu ili wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na waifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuweni na insaf, kuweni na insaf. Sisi tushawaona watu wakitufanyia kejeli. Msikiti wewe wakaa hivi, waanza kufungua sifatu sala, wasomesha swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, apita mtu pale kisha waambia watu nje, angalia hao wafundisha sifatu sala Sheikh Al-Albani, nani amwambia ieleweka hapa?
hata eleweke azungumza nini. Na ukimwangalia hiyo swala yake turthi lahu bala chungu mzima ndani ya swala yake, hajakaa hata mara moja akaisoma swala yake. Hebu waambieni hao watu wawasomeshe jamani, awasomeshe sifatu sala, wawasomeshe tauhid. Sitaki kusema nahwu wengine wakasirika, kiambo some nahwu pia wakasirika, tuache. Basi someni sifatu sala, someni tauhid, angalau huu umma upate faida. Ndio masdar ya izza yao kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo hii kama nilivyotaja mwanzo kuwa ni ngazi ya kuja kuizungumzia biidhnillah ta'ala mada ambayo tumeilenga kuizungumzia at-tasfiya wa tarbiya biidhnillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. أفيحارب الحق بالباطل